اليوم الثامن واليوم التاسع, siku ya 8 na siku ya 9. Tumefanya ibada yetu ya umra, tujalie mwezi 3 mwezi 4 tumemaliza, tuko Maka. Kwa hiyo pale Maka tunasubiri kufanya ibada ya al-Haji. Ibada al-Haji inaanza siku ya mwezi 8. Kwanza hapa katikati hapa usiingize ibada nyingine ya umra. Hali ya kuwa umekuwa ni mutamatti'. Umenuia vipi? Kwamba nafanya ibada ya umra, baadaye nasubiri ibada ya haji. Kwa hiyo hapa katikati baina ya ibada yako ya umra na ibada ya haji, katikati usiingize ibada nyingine ya umra, si mahali pake kwako wewe. Ikifika yaumu tarwiya, siku ya mwezi 8 ndio yaumu tarwiya, watu watahirimia ikiwa ni pale msikitini, ikiwa ni kwa hoteli yako. Jinsi ya kuhirimia ni vile vile kwamba umekoga mwenyewe, umejisafisha kwa koga, ukatia udhu wako, ukovaa ihram zako vizuri moja kwa moja, ihram zako zile zile, uvaji wake. Mwanamke hatofunika uso na hatovaa soksi, na mwanaume ni msuri wake, rubege yake na vitu vyake vya kanda mbili au mfano wa kanda mbili. Umesali rakaa 2 sunnat ihram, umesoma suratul Fatiha na qul ya kafirun, suratul Fatiha na qul Allahu, umemaliza. Au baada ya sala asubuhi tu moja kwa moja kama kuhirimia pale, assalamu alaykum wa rahmatullah, ukahirimia nawaitu ada faridhat alhajj lillahi ta'ala, labbaik hajja, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka la sharika lak. Au labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik bihajja. Hali zote ni sahihi. Ukimalizia kumaliza kuhirimia pale, wewe ni muhrim. Kwa hiyo mahudhurati yote, mambo ya haramu yote ukiyatekeleza, utaleta fidia yake na kafara zake. Sharimia tayari, umerudi kule kule. Kwa hiyo kichobakia pale kwako ni talbia. Tuko Maka wakati huo, mara tutahirimia tukiwa Maka, katika jengo letu au katika msikiti tunahirimia. Ukijengo lako lile pale, asubuhi saa ngapi mnaondoka? Mtaambiwa basi saa 3, saa 2:30 mwenyewe na koga mwenyewe huyo unahirimia. Au mwingine alifanya msikiti hirimia kabisa moja kwa moja. Almuhimu pale ulipofikia mwenyewe utahirimia. Kwa hiyo talbia yako unayo, labbaik allahumma labbaik, ndio ibada yenyewe, ndio ibada yenyewe. Talbia unayo, utakwenda nayo talbia ile pale. Mkiingia kwa basi yenu talbia mnayo, mkiteremka mpaka kwenye viwanja vya Mina. Kwa hiyo Maka mshaondoka, mnaelekea Mina, mshafika Mina. Utasali sala dhuhuri pale Mina rakaa 2, sio 4. Mtasali salatul asr rakaa 2 pale pale Mina. Mtasali magharibi, kila sala kwa wakati wake. Ni vizuri zaidi kila sala usali kwa wakati wake. Magharibi rakaa 3, kwa utasali sala zako za faradhi, utapata sunna, talbia inaendelea. Qur'ani unayo, dhikri unayo, ndio ibada yenyewe hiyo. Hii talbia ndio ibada yenyewe, Qur'ani ndio ibada yenyewe, al-adhkari ndio ibada yenyewe. Lakini mko wapi? Mko Mina kwenye mahema. Sasa mko kwenye mahema sasa, sio kwenye hoteli tena, kwenye hema. Jifundishe kwa na watu mapema. Unakwenda kukaa na wenzako, kwa jifundishe kukaa na wenzako. Mtaishi vipi na wenzako? Kwa mapema jifundishe jinsi gani unavyoishi. Uko na wenzako sasa. Jirani yako ni wenzako. Pengine ukatoka Tabora, mwingine Shinyanga, mwingine Mwanza, mwingine Dodoma, mwingine Singida, mwingine Pemba, mwingine Unguja, mwingine Tanga. Mnakaa mahali pamoja, mnalala pamoja, mnamka pamoja. Sasa swala nongwa tena, kujikera kera tena, kila kitu kwa kweli kinakuudhi. Mtu akicheka ushaudhika, akasika umeudhika, akipita umeudhika, kwa mtihani kwako. Jifundishe kuishi na watu. Vumilia. Ni muda mfupi kutoka pale, si muda wa kudumu. Kwa hiyo ule muda mfupi vumilia, usiharibu ibada yako.
Na tumesoma faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Usiyokagombana. Wewe sio Nigeria wewe. Ikasakila kata asubuhi ugomvi, mchana vita, usiku matusi. Kwa hiyo sala yako dhuhuri umesali kwa wakati wake, al-asr kwa wakati wake, al-maghrib kwa wakati wake, wal-isha kwa wakati wake, na asubuhi vile vile kwa wakati wake. Sasa huenda kabla alfajiri mkaondolewa, na huenda pengine saa 1 au saa 2 saa 3 mkaondolewa, inategemea bahati yenu na ratiba yenu. Lakini toka saa 5 salimina, lao umekosa hukupata zote, almuhimu umelalamina. Ikiwa hukulalamina itakulazimu uchinje, kwa sababu jambo lile pale min wajibati alhaji. Katika wajibati alhaji ukikosa lazima uchinje, kwa mtaalamina pale. Asubuhi ikifika ni mwezi 9, mwezi 8 tulihirimia, tukajamina, tukashindamina, tukalalamina. Asubuhi mwezi 9 tunaondoka kuelekea Arafati. Asubuhi Arafati. Kwa mwezi tumemaliza. Nini kazi ya Arafati? Arafati kuna viwanja na kilima Jabal Rahma. Bwana Mtume sasa amesema ana waqaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqifun. Mimi simama hapa lakini Arafa yote ni kisimamo hii. Ya simama kwa Jabal Rahma, kwa nawe kasimama kakae popote, si lazima kusimama pale pale kwa Jabal Rahma. Sio lazima. Ana waqaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqif. Arafa yote mawqif. Kasimame, kakae, kalale, tapumzika. Kwa hiyo Arafa ni wakati maalum. Kuanzia dhuhuri mwisho jua kuzama. Na ni siku ya mwezi 9 na ni ya watu maalumu. Arafa ni ya mahujaji. Wewe uliohirimia Arafa ndio ya kwako. Mimi hainihusu. Tufanye namna hiyo. Kwa hiyo wewe inatakiwa ukae pale kuanzia dhuhuri mwisho jua kuzama. Ikiwa umekwenda pale asubuhi, jua kabla kuzama ukaondoka, ujue hujakaa Arafa. Hata kama ulikaa Arafa, lakini sio Arafa iliyokusudiwa. Kwa sababu sasa na sala yako ya dhuhuri ukasali kwa saa 4 saa 5 kabla ya wakati. Haizingatii kwenda dhuhuri hiyo, kwa sababu muda bado. Kwa hiyo Arafa ni wakati ya dhuhuri mwisho jua kuzama. Tena mahali maalumu Arafati. Na vile vile siku ya mwezi 9. Tena ni ya watu maalumu, ni ya mahujaji. Ikiwa ni dereva tumepeleka watu wa kurudi kule, wewe humo. Hata ukakaa wewe humo. Ukakaa ndani ya Arafa, ndani wakati, lakini je umehirimia? Hapana. Wewe mahujaji? Hapana. Basi wewe humo. Nafahamiana namna hiyo. Arafa pale mtasali sala 2. Tena mtaziweka kwa wakati wa dhuhuri. Adhuhuri raka 2 na asr raka 2 katika wakati wa dhuhuri. Kwa lazima ujue jinsi gani ya kuchanganya sala. Kuna watu wengine hawaja usafiri au hawajui kwamba lazima usali salatu safar. Mtasoma dhana, mtaqimu, mtasali dhuhuri raka 2, mtaqimu tena pale pale, mtasali asr raka 2, basi. Khatibu atasimama atatoa khutba kama ya Ijumaa. Atatoa nasaha, atatoa maelekezo, atatoa mafundisho na ujumbe tunabeba nini? Jambo gani ambalo tunalibeba kulipeleka nchini mwetu? Kwa bila shaka yatafanyika hayo. La ukipata ile umechelewa msali peke yako, basi usali peke yako adhuhuri raka 2, alasiri raka 2, utakaa kitako tuomba dua. Dua itaomba kwa pamoja. Ikimaliza pale kile moja peke yake. La umekosa pamoja, soma kwako peke yako. Na dua kubwa ya Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio dua ambayo kwamba kubwa, ambayo kwamba Bwana Mtume sallam na mitume waliopita nyuma ndio dua walikuwa wakiiomba hiyo. Lakini talbia nayo ni dua. Hii talbia labbaik Allahumma labbaik nayo ni dua. Tasbihi nazo ni dua, adhkari ni dua. Uka subhanallah walhamdulillah dua, ukasema rabbana atina fid dunya hasana mara 100, 1000, 2000. Soma, omba maombi yako lokusudia mpaka jua utakapozama, muda umekwisha. Si lazima ombe kwa Kiarabu, hata kwa Kiswahili. Si lazima uelekee kibla, si lazima usimame, kaa kitako, lala, omba dua zako, adhkari zako. Si lazima uwe na udhu, hata kama mtu anapia kwa mwanamke, basi akae ombe dua zake kama kawaida. Kilichokatazwa katika alhaji, aliambiwa bi Aisha radhiallahu anha, fafali ma yafalu hajj illa alla tatufi hatta taghtasili, tekeleza yote yanafanya haji isipokuwa usitufu mpaka utakapokoga. Kwa hiyo ibada ya tawafu peke yake
ndio ambapo kwamba lazima uwe na udhu, lakini ibada nyingine za ibada al-haji sio lazima udhu. Kwa hiyo kwa Arafa ikitoze bahati mbaya kwa mwanamke ana period yake, ana nifasi yake, anaomba dua kama kawaida, adhkari kama kawaida. Jua likizama sasa, hapo mna nafasi ya kuondoka sasa kuelekea Muzdalifa, jua likizama. Kwa hiyo tumekaa siku 8 tulikuweko pale Maka, tukaondoka kuelekea wapi, Mina, na Mina pale tukasali sala zetu zipale mpaka asubuhi, moja kwa moja tukaelekea wapi, Arafa. Arafa tumekaa mpaka jua limezama. Baada ya kuzama tukaelekea Muzdalifa. Muzdalifa ndio al-Mash'ar al-Haram, Muzdalifa. Kwa hiyo al-mabitu bi Muzdalifa. Muzdalifa tutasali sala zetu ya al-maghrib rakaa 3 na Isha rakaa 2 katika wakati wa sala ya Isha. Tutasali pale. Ikitozea bahati mbaya tumechelewa tujafika, tutasali kwa magari yetu au pote tuteremka, lakini insha tutafika kwa wakati mzuri tu. Inshallah. Ni mzuri. Tukimaliza kusali pale, rakaa zetu 3 za magharibi, rakaa zetu 2 za Isha, iko mtu na sunna yake baada ya Isha, aya na witri zake, akamaliza kaokota vijiwe vyake. Chupa zipo ndogo ndogo zile, au na kifuko chako mwenyewe utokota vijiwe vidogo vidogo, wastani kama maharage yale. Ukipata 70, ukipata 49, ukipata kiasi ya kuanzia hata kama 20. Mawe yako mengi sana, usibebe mawe Tanzania, ili ardhi yenyewe ardhi ya mawe mengi sana mawe. Kwa hiyo usipate tabu, mawe yamejaa pale. Tia kwenye sehemu yako kuhifadhia, kama ni kichupa kama hichi hapo, kaingiza mwenyewe mawe yako madogo madogo kama maharage yale, kisha kushika hivi na kupiga kwenye kiambaza. Utapumzika pale. Kwa wanawake na watoto na wagonjwa madhaifu na wale wasimamizi ambao kwa watasimamia ile grupu lile, labda grupu kuna wanawake watakosimamia, lazima wezi kuondoka peke yake. Kwa hiyo wanayo nafasi kuondoka baada ya mwezi kuzama, baada ya mwezi kuzama, sawa ndipo ataondoka. La, huna udhuru wowote, utabakia mpaka utasali asubuhi pale pale, utasali asubuhi pale pale. Ikiwa huna udhuru aina yoyote, utasali adhuhuri pale pale. Yaqullahu subhanahu wa ta'ala, faidha afadtum min arafatin, kama mkitoka arafatin, faidha afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram, mtajeni Mwenyezi Mungu katika al-mash'ar haram, ndio hiyo Muzdalifa. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambia namna hiyo? Kwa sababu zamani za mwanzo jahil ilikuwa watu wanakuja pale katika ibada hii, wanasifu kabila zao, wanasifu viongozi wao, wanasifu shujaa wao, wanasifu ile hadhi zao. Kaja fanya ibada ya haji, kwa hiyo anazungumzia haji. Na hao si mageni kwetu sisi. Mtayakuta kule kuna watu wataongea mambo kwamba hausiani ibada ya haji. Watasifu mipira na wachezaji wa mipira, watasifu siasa na wanasiasa, hali ya kuwa fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram, mtaje Mwenyezi Mungu. Hukuambiwa umtaje baba na babu, hukuambiwa kwamba wewe umtaje mchezaji fulani, klabu fulani, bilioni ngapi kanunuliwa. Si mahali pake, wala hayakuhusu. Fadhkuruhu kama hadakum, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuongozeni. Wa in kuntum min qablihi min ad-dallin, ilikuwa hamjui mambo kama hayo, ni wapotevu. Kwa hiyo tumeelekezwa nini malengo ya pale. Adhikru, kwa talbia ni dhikri, istighfar ni dhikri, dua ni dhikri, Qur'an ni dhikri. Hayo ndiyo ni kukuweka wapi? Mabitu Muzdalifa, kwenda kukaa pale Muzdalifa. Kwa hiyo dhikri ni wajibu. Ikiwa umekwenda pale ukakaa hukuleta talbia, umekaa hukusoma Qur'ani, umekaa hukuleta dhikri, umekaa hukuomba dua, itakulazimu uchinje.
Kwa sababu dhikri msema fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli min adh-dhali. Sio kwenda kusifu klabu za mpira, sio kwenda kusifu waimbaji, sio kwenda kusifu mambo ya siasa, jiografia. Wewe kazi yako kwenda kukaa pale, kazi yako ni ibada. Unapumzika, ukiamka asubuhi unasali na dhikri zako, talbia yako. Sasa unaelekea Jamarati kupiga mawe Mina. Nafahamiana. Kwa hiyo tutaondoka pale. Kwanza kuna sehemu tu Wadi Muhassir, pale kuna sehemu tu Wadi Muhassir, farfa Wadi Muhassir, kwamba ipukani nalo. Inatakiwa uondoke pale kabla jua kuchomoza. Ukapita Wadi Muhassir jua limechomoza, au kabaki hapa jua limechomoza, si wakati wake, itakuwa lazima uchinje. Ukabakia pale, ukamwe kupumzika pale mpaka jua limechomoza, ngoja tuondoke sasa. Hapana, makosa tayari, lazima uchinje. Kila kitu na wakati wake. Umeambiwa Arafa kuanzia adhuhuri mwisho jua kuzama, na pale unaingia utasali sala yako magharibi inaisha. Katika sala Isha utaokota mawe yako, utapumzika, dhikri zako na zako, alfajiri unasali unaondoka. Sio bakie pale mpaka jua lichomoze. Kuna sehemu kaangamizwa Abraha, alikuja na tembo wake ili ajavunje al-Kaaba. Alipofika pale akasema pale kakambi yake pale, lengo lake anakwenda kwenye Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala akatamsha sura alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaydan fi tadlil. Hawa watu waliangamizwa pale, tarmim bihijar min sijil, wakapigwa kwa vidongo, kwa udongo tena wa motoni. Kwa hiyo sehemu ile ni sehemu ya hatari, sio sehemu ya kwenda kulala, sio sehemu kwenda kupumzika, sio sehemu kutembea kidogo kidogo. Bila shaka mtaoneshwa kwamba eneo pale ndio sehemu inaangamizwa nani? Abraha. Allah subhanahu ana hikma zake, ana hikma zake. Kwa nini kutomea elimu hiyo? Kwa hiyo asubuhi ikifika, ikiwa hukulala pale Muzdalifa ukaondoka, au lipita moja kwa moja kutomea ukaondoka, itakuwa lazima uchinje katika wajibatul haji, wajibu wa haji pale lazima. Kwa hiyo sasa asubuhi imefika. Asubuhi ni siku ya mwezi 10. Asubuhi ni siku ya mwezi 10, tayari tumeshaondoka au tunaondoka Muzdalifa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa idha afadhtum min arafatin, mukitoka huko Arafa fadhkurullaha inda al-mash'ar haram, mtajeni Mwenyezi Mungu katika Muzdalifa, inaitwa al-mash'ar haram. Wadhkuru kama hadakum, mtajeni kama mlivyoelekezwa, alivyokuongoeni Allah subhanahu wa ta'ala, kama asharakum Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni dhikr, dua, talbiya unayo, Qur'ani unayo. Wa in kuntum min qabli min adh-dhalin thumma afidhu, kisha nendeni miminikeni. Thumma afidhu min haythu afadha an-nasu, kule wanakokwenda watu. Asubuhi hiyo mnaondoka wapi? Mnaondoka Muzdalifa. Thumma afidhu min haythu afadha an-nasu, miminikeni, nendeni kule wanakokwenda watu. Wanakwenda Jamarati kupiga mawe, wanakwenda Jamarati, wanakwenda kupiga mawe. Tena wastaghfirullah, muombe msamaha Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Hizo zote mkoja fil amri. Kwa hiyo istighfar usisahau. Kwa hiyo mwendo wako unakwenda, talbia unayo na dhikri unayo na istighfari kwa Mola wako. Makosa mangapi umekosa wewe? Mengi sana. Mwingine unayajua, mwingine huyajui, mwingine ya kusudi, mwingine bahati mbaya. Wastaghfirullah, Mungu atuambia subhanahu, anatuelekeza wastaghfiru, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilayhi tawbatan nasuha fa inna Allah ghafurun rahimun, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Na ndio maana akasema kwamba al-umra ila umra kafaru ma bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-janna. Unakwenda kutafuta pepo, huendi kutafuta thawabu 10 2 pepo. Hakikisha umerejea na pepo yako mkononi hapa, kwamba tayari umerejea kawalatu ummu, kama mtoto kazaliwa na mama yake, huna dhambi. Kwa hiyo istighfari, usiofanya kibri na kosa gani mkubwa. Wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Kwa hiyo moja kwa moja mnaelekea Jamaratin. Sasa viongozi watakuelekezeni, tunapita kwenye mahema,
tutaweka mizigo yetu, tujisaidie, tuondoke. Au la, tunakwenda moja kwa moja Jamarati kupiga mawe. Kwa hiyo hayo maamuzi yatapatikana kule. Lakini ikiwa mtapita kwenye mahema yenu, mteka mizigo yenu, mtasaidia kabisa. Alafu hiyo mnateremka pale moja kwa moja kwenda kupiga mawe. Talbia yako unayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, moja kwa moja mpaka Jamarati. Jamarati kuna viambaza vitatu. Zamani kwa ni nguzo. Kwenda upande wake labda Kadisha, ikiwa unafika Kadisha upande wake. Lakini sasa hivi nadhani kiambaza karibia kule mwisho kule. Nadhani sasa hivi. Kikubwa sana. Kwa hiyo usipate tabu, usijidogoshe. Uko na mesiwezi. Usijitie unyonge. Uko na sina maguvu. Kiambaza ni kikubwa sana. Allah anashuka kama karibichi hapa. Kikubwa sana. Kwa hiyo moja kwa moja mtaelekea kwenda kupiga mawe. Vijio vyako unavyo. Talbia yako unayo mpaka unakwenda kwenye hodhi. Unafika kiambaza hapa, ukuta huu hapa, mtaelekeza jinsi gani ya kuingia. Pale mwanzo hamtapiga. Mnasogea mbele katikati mnaingia. Wale watu wanaokwenda mbio na kushtua, kukimbia na kushtua, waache kama alivyo. Wale hawakuja kukupiga weye. Wanakwenda kupiga kiambaza. Kwa hiyo wewe usipate hofu moyoni mwako, watu wengi watakunipiga. Hawakuja kukuelemea weye. Kwa hiyo wale wanakwenda kupiga kiambaza. Tena kijio chenyewe ni kidogo. Kama maharage, kiacha kushika hivi napiga kwenye ukuta. Mtaingia kwa upande katikati pale mpaka kwenye hodhi. Mko ngapi? Tuko 15, tuko 20. Usitoke peke yako. Utapenda na wenzako. Kwa hiyo ukishapiga kwako, ukifika pale unaacha talbia. Unaanza bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah mara 7. Vijio vyako 7. Na upigaji kila kijiwe na takbira yake. Ukachukua vyote ukapiga bismillah, Allahu akbar, inasabika moja hiyo. Chukua kimoja baada kingine. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, vihesabu kabisa mkononi mwako. Uvieke hapo. Ukishavieka hapo upate tabu sasa. 1 2 3 4 5 6 7. 7 na 7. Na cha kwanza bismillah, Allahu akbar. Batima mbele ndogo sio kote, heri ya kokota. Chukua hiyo cha ongee. Allah, alafu ongezea tukichondoa vingapi? Kimoja vile haya, moja kwa moja. Unafahamu namna hiyo? Usipate tabu, wala usiogope. Zamani kwa ni tabu na mashaka. Sasa hivi raha ilioje. Kwa hiyo kijiwe kimoja takbira moja, vijiwe 7 takbira 7. Moja kwa moja mshamaliza kupiga vijiwe, jamaa nani bado inafaa kumpigia yule dhaifu, mgonjwa, mwenye matatizo, akakupa kule vijiwe vyako kwa mkusudia. Kwamba hivi kanipa nimpigie, anampigia. Vya kwangu tayari naanza kwa bismillah, Allahu akbar. 7. Mkimaliza nani kabakia? Tayari tunaondoka. Mnaondoka kwa pamoja. Sio mmoja na kusubiri pale mtapoteana. Watu ni wengi. Mnakwenda kidogo wala msikimbie. Kama kimbia mtapoteana. Nendeni kama hamna habari. Waache mwenye woga afanye woga. Huyu ana woga na hofu, mwache afanye hofu. Usiwe na hofu. Hofu wakati mwingine ndio sababisha kuua na kupoteana. Mtaondoka moja kwa moja, mnarudi katika hema lenu Mina. Wale ambao walikubaliana uongozi kama watakwenda Maka, watakubaliana sisi kumaliza kupiga mawe tunakwenda Maka, sawa. Kwa hiyo hatua ya mwanzo umekubaliana, mshapiga mawe, mnarudi Mina moja kwa moja kwenye mahema yenu pale. Sasa pale chobakia ni furaha tu, na utaiona hakuna mwenye uchungu. Shafahamu na hiyo, kila mmoja kafurahi pale. Mnasubiri habari ya kuchinjiwa. Kwa hiyo siku ya mwezi 10 asubuhi ni siku ya sikukuu. Kwa hiyo talbia imeondoka, salibaki Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Takbira zaidi sasa. Munazo sasa. Safari yako sasa takbira za nini? Zaidi. Sikukuu siku ile. Lakini kwa kweli ni siku ya kazi Kwa kweli siku ya nini? Ushapiga mawe sasa usubiri habari ya kuchinjiwa. Mtapewa habari pengine kwa saa 4 asubuhi au saa 5 au saa 6. Kwamba tayari mshachinjiwa. Mwenye kunyoa anyoe, mwenye kupunguza apunguze. Kwa hiyo mtanyoa tena, mwenye kunyoa na mwenye kupunguza atapunguza tena, upunguzaji ule kama tulivyofanya katika ibada ya umra. Kwa hiyo kapiga mawe, ameshachinjiwa, sasa anapunguza nywele au anakata nywele. Kwa wanawake nywele zao wakishazikata wazihifadhi. Tena wakati kidogo sana. Kichwa kizima lakini kidogo. Mkia nywele pale kidogo tu. Mtafute ambaye kwamba kashakatwa ataupunguza.
au atakukata vile vile. Naam, sio kunyoa. Kwa hiyo ukimaliza hapo sasa, unakwenda zako mwenyewe unakoga, unabadilisha nguo zako, inaitwa tahallulil asghar. Iko mwenyewe utaka mafuta mazuri kujipaka, kwa wanawake kuvaa ile niqab yako kurejesha kama kawaida. Sasa uko huru sasa, moja kwa moja. Inaitwa tahallulil asghar. Mambo yote ni halali isipokuwa baina mke na mume bado. Mwenye nguvu zake, mwenye afya yake, akona sasa naelekea Maka kwenda kufanya tawaful ifadha na sa'i, basi ataomba ruhusa kwa uongozi, bwana sisi tunakwenda Maka. Nyinyi mahujaji mko chini ya viongozi, usiokoona umemilikiwa, hapana, fuata sheria na ndio kheri kwako wewe. Bwana mko ngapi? Sisi kwa watu 5, tuko 6, fulani. Nani kiongozi wenu? Viongozi watakupeni jinsi gani ya kufuata maelekezo. Kwa hiyo mwenye nguvu zake kama kwenda Maka kwa niaba ya uongozi kwa nafasi, atakwenda zake Maka kwenda kutufu tawafu ifadha. Una swali yako na shati yako kama uko Tanzania, una kanzu yako mwenyewe na kilemba chako, huna wasiwasi, si ihram tena sasa. Sawa moja kwa moja pale udhu wako kushafika, utatoa udhu wako, unaingia uwanjani mwenyewe. Tawafu yako ile isipokuwa tofauti ile mwanzo ilikuwa tawafu qudum, tawafu umra, sasa ni tawafu ifadha, tawafu haji sasa hii. Sasa tawafu inakwenda bismillah, Allahu akbar. Tahadhari, kipindi kile ulikuwa na rubege yako na msuri wako, ulikuwa mpole sana. Sasa Maka kushaizoea, usikojifanya mbabe. Tunayaona hayo sisi tunayaona. Ushanifahamu na hiyo? Kwa hiyo usikojifanya mbabe. Sawa madamu ushava swali yako shati yako, sema sasa nguvu nazo sikidondoka, zidi ucha Mungu, natoka uzidi ucha Mungu. Kwa hiyo unafanya tawafu yako, mzungu wa mwanzo bismillah Allahu akbar, udhu wako nao kama kawaida, Allahumma imanan bika, tayari mpaka nafsi ya pili bismillah Allahu akbar, ya tatu Allahu akbar, mpaka ya 7 unamaliza. Unakwenda zako kusali makamu Ibrahim, umeweza kusali ndio zako kunywa maji ya Zamzam, udhu wako nao kama kawaida, hakutenguka. Unaomba dua zako, unaanza Safa na Marwa sa'i vile vile tulivyosoma sasa hivi. Ya kwanza unaanza Safa, fabda ma bada Allah bi, anzeni kwanza Mwenyezi Mungu. Kanzi wapi? Safa, inna Safa wal marwa sha'airillah. Vile vile ibada ya tawafu kama tulivyozungumzia katika umra sasa hivi hapa. Ukimaliza mwendo wa 7 tayari, 7 tayari. Kwa hiyo umekwenda tawafu, umekwenda sa'i, ushamaliza. Sasa unarudi Mina, kulala ni Mina, moja kwa moja Mina. Ukizako Mina, ukiamka asubuhi ni mwezi 11, mwezi 11. Kupiga mawe siku ya mwanzo ni kuanzia asubuhi mwisho wa dhuhuri. Siku ya mwanzo upiga mawe ni kuanzia asubuhi jua limechomoza mwisho wa dhuhuri, sio jioni ama sabul adhar mpaka jua kuzama. Na sasa hivi viambaza vikubwa, udhuru huo umepotea kabisa, tofauti na zamani. Zamani kwa udhuru wake mkubwa, lakini sasa hivi alhamdulillah bin alamin. Kwa hiyo narudia tena, siku ya mwezi 8 ulihirimia, ukoja zako Mina, ukaondoka Mina asubuhi mwezi 9, ukaenda Arafa adhuhuri mpaka magharib, ukakaa Arafa ukaomba dua, ukaondoka Arafa ukaja zako Mina. Fafidhu min haithu afadha an-nasu, ukaja zako Mina pale, fa idha fadhu min Arafat fadhu inda bashar haram. Baadaye pale jua alfajr ilipofika, ukasali asubuhi vijio vyako navyo, ukaja zako Mina, ukaja zako Jamarati. Thumma afidhu min haithu afadha an-nasu, unakuja kupiga mawe yale asubuhi pale, ukapiga vijio vyako 7 na kila kijio na takbira. Na pale mwanzo kijio cha mwanzo ndipo ilipokatika talbia. Unaacha talbia, unaanza kupiga mawe. Talbia kwa kipindi kile alhaji imekwisha. Sasa una dhikri nyingine, dua nyingine, takbir wa tahlil. Unarudi moja kwa moja Mina, unapewa habari ya kuchinjiwa, unapunguza nywele au unanyoa. Kwa wanawake hawanyoi wao, unapunguza tu. Ukimaliza pale unakoga, unakuwa tahallulil asghar. Ukimaliza pale unaelekea wapi? Maka kutufu tawafu ifadha na sa'i yake. Ukimaliza hapo inakuwa sasa ni tahallulil akbar. Umehalika kubwa, kila kitu ni halali sasa hivi. Yote vile mahdhurati yale mambo yaliyopangiwa kwamba usiyafanye sasa hivi, uko huru. Unasubiri siku mwezi 11, 12 na 13. Naam.
siku ya mwezi 11 asubuhi na mwezi 12 asubuhi na mwezi 13 asubuhi, siku tatu hizi. Siku ya kupiga, saa za kupiga mawe, utapiga mawe kuanzia dhuhuri mwisho jua kuzama. Siku ya mwanzo ulipiga mawe Jamratul Aqaba, ile nguzo kubwa pana, ndio ulipiga mawe siku ya mwanzo, nguzo kubwa ile kuliko ni zote, tena kuanzia asubuhi jua kuchomoza mpaka adhuhuri. Sasa siku tatu hizi ibada imebadilika, unapiga nguzo tatu, tena kuanzia dhuhuri mpaka jua kuzama, na kila nguzo moja vijiwe 7. Inafaa kuokota vijiwe Mina, ikiwa vijiwe mazika ulivyokuwa navyo, kwa inafaa kuokota Mina. Kwa hiyo vijiwe vyako navyo, naam, vingapi? 21. Ongeza kidogo ikitokea dharura, ili kusudi upate vya kuongezea. Adhuhuri imefika, mtasali adhuhuri yenu kwa mahema yenu pale, mtaondoka na grupu lenu, ikuwa na 20, ikuwa 30, hakuna tabu yoyote, hakuna zogo. Nafanya namna hiyo. Viambaza ni vikubwa, upigaji mawe tumeelekeza, na dhikri zenu, dua zenu mnazo, takbira zenu mpaka kwenye jamarati. Munaanza ya kwanza bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, mpaka 7 namaliza. Mnaondoka, mnasogea mbele, mtomba dua zenu, mnakwenda kiambaza cha pili, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka unamaliza. Mnaondoka, mnakwenda kiambaza cha tatu, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka unamaliza. Mnarudi Mina. Sasa ikiwa mtu ana dharura, kwa inafaa kumpa mwenzake akampigia, unapiga vya kwako unamaliza, unampigia na mwenzako. Uhakikishe ni 7, uhakikishe imegonga kiambaza. Kiambaza ni kikubwa, sio kwenda kutia kwenye hodhi tu mule, ukachukua kwa mimi kwenye hodhi, sio uliambiwa namna hiyo. Jamarati, bismillah, Allahu akbar, haina tabu, hutasumbuka, usikae mbali, nenda pale kwenye hodhi. Hodhi lipo, tukifika mnachukua bismillah, Allahu akbar, ni hapo kwa hapo, moja kwa moja. Wala usitumie nguvu nyingi kupiga kama unapiga shetani, usiokapiga kwa mvuli, wala kwa viatu, wala kwa nguo, sio kuambiwa hivyo. Kijiwe chako bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka unamaliza. Vijiwe 7. Kwa hiyo na kila kijiwe na takbira, na kila nguzo vijiwe 7. Na siku ya pili ikifika, leo mwezi ngapi leo? Leo mwezi 12. Adhuhuri tumesali, tuendokeni, mnaondoka kwa furaha tena kubwa. Historia salobakia. Napiga mawe, nguzo ya kwanza vijiwe 7, na kila kijiwe na nini? Na bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka unamaliza 7. Je, kuna mtu hajampigia mwenzake? Tayari tuondokeni. Mnakwenda nguzo ya pili bila kukimbia, bila kuondoka peke yako. Nguzo ya pili unapiga mawe kama kawaida 7. Kila kijiwe kimoja takbira moja, sio vyote kwa pamoja, kila kijiwe. Mnaondoka nguzo ya 3 unakwenda. Inatakiwa kila baada ya nguzo uombe dua, lakini askari hata kuruhusu kusimama. Kwa hiyo omba dua yako, kunatembea mwenyewe. Dua zako unazo. Ukimaliza nguzo ya 3, mlikubaliana vipi kule? Leo mwezi 12. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Allah subhanahu anambia faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, yule ambaye kwamba atakuwa na haraka kuondoka siku mwezi 12, fala ithma alayhi, hana madhambi. Wa man ta'akhara, na yule ambaye kwamba ta'akhara maana yake atakayechelewesha pale mpaka mwezi 13, fala ithma alayhi liman ittaqa, hana madhambi vile kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mlikubaliana muondoke mwezi 12, mkishapiga mawe muondoke kabla jua kuzama. Kwa saa 8 saa 9 mpiga mawe hiyo safari. Ukitembea kwa mguu pale takriban mpaka Maka kwa mwendo wa kawaida, mwendo wa saa 1 mwenye robo ushafika tayari, sio mbali. Tena unapita ndani kama ndani kwa ndani, sio jua kali, ndani kwa ndani moja kwa moja. Kidogo mnakwenda. Mkimaliza kupiga mawe la asili ushafika katika msikiti moja kwa moja. Moja kwa moja. La ukiamua la mimi nitapata gari, magari hapo. Sasa uongozi unakupeni habari. Je, tunakaa mwezi 12 au 13? Ikiwa 13 mtarejea kule. Kishapiga mawe mnarejea kwa mahema yenu, mnasubiri siku ya mwezi 13. Ikifika dhuhuri mnasali wenyewe, mnaenda kupiga mawe, safari moja kwa moja. Hapo itakuwa sasa ibada ya haji imekwisha. Ulihirimia mwezi 8, ukaenda Mina mwezi 9, kwenda Arafa. Arafa dhumisho jua kuzama, ilipozama ukaenda Muzdalifa ukasali magharibi naisha pale,
ukaokota vijio vyako, ukapumzika, ukata dhikri zako, ukasali asubuhi, ukaondoka asubuhi mwezi 10, ukaenda ukapiga mawe. Siku ya mwanzo ukapiga mawe kuanzia jua kuchomoza, mwisho ni adhuhuri. Tena nguzo ya mwisho ndio Jamratul Aqaba au Jamratul Kubra. Baada ya kurejea Mina, mkachinja, baada ya kuchinja kupunguza nywele au kanyoa nywele, hii inaitwa tahallul asghar. Unakoga mwenyewe safi, kila kitu ni halali isipokuwa mke na mume. Baadaye mwenye nguvu zake anakwenda moja kwa moja wapi? Maka. Huyu ambaye kwamba je hana, kachoka sana, hajiwezi, au uwezekano akaondoka pale siku 13 pale mfano au 14 akafanya ibada yake mwezi 13 au 14 au 15 au 16. Lakini ibada yake hakikishe kwamba asije akafanya jambo lolote ile baina mke na mume mpaka afanye tawafu ifadha na sa'i. Kwa maana hiyo si lazima mwezi 10, hata mwezi 11, mwezi 12 utakwenda kutufu tawafu ifadha. Mwezi 13 utatufu, au mwezi 14, 15 utatufu kutokana na afya yako kwa mwenyewe uliokuwa nayo. Mimi sijiwezi, afya yangu si nzuri, basi sio lazima mwezi 10, isipokuwa sunna kutekeleza ni siku ya mwezi 10. La afya huna, mwezi 11, 12, 13, 10, siku yote kuwa na afya yako. Kwa hiyo almuhimu sote tayari tumetekeleza tawafu ifadha wa mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, 13, 14, chamaliza tayari. Ina maana ukimaliza hapo ibada ya haji imekwisha. Bado tawafu wadaa ya kuondoka. Sasa hapa huwezi kuondoka mpaka uwage, na ni tawafu ya kawaida. Ile tawafu wadaa inaitwa basi, na hiyo tutakuja kuzungumza baada ya maswali majibu inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anauliza aya wa atimul hajja wal umra. Kwa nini ikaja muqaddamul hajj baada al umra? Haji ni nguzo, ndio ikataja mwanzo. Umra ni sunna. Lakini kuna wakati unafanya haji ndani yake kuna ibada ya umra, lazima utangulize ibada ya umra. Lakini unaweza ukaenda kufanya umra bila haji katika kipindi kingine chochote kile. Kwa hiyo wa atimul hajja wa umra lillah, kwamba ukienda ukifanya hija maudhui yake maksudi ya aya, na ukienda kufanya umra basi ufanye kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya ria. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ufahamu wako uliofahamu kwamba wakati wa kuitekeleza ibada hii ya hija kwamba umetanguliza ufanye ibada ya umra, si ndio? Hiyo ni aina ya hija ambayo utaifanya ya tamattu, kwamba utanguliza umra halafu baadaye ufanye haji. Imefahamika? Lakini baada ya hija, baada ya mfano hijjatul infirad unafanya hija peke yake. Lakini hii aya sikujanganye. Aya imekuja kwamba tunapofanya ibada za hija na tunapofanya ibada za umra tufanye kwa ajili ya Allah, tusifanye kwa ajili ya kuitwa mahaji wala kwa chingine chochote. Nafikiri umefahamu. Aswale Sheikh Ali kasema kwamba kwanza Sheikh kaeleza, labda pengine yawezekana kufanya ile siku ya mwezi 10, siku ya mwezi 10 tunapiga katika yale makuta matatu. Kuna kuta Jabatul Kubra wasughra walwusta, inshallah atakuja kuielezea. Lakini hii mwezi 10 hatupigi yale mawe au hatupigi yale nguzo zote tatu, tunapiga nguzo moja ambayo inaitwa al-kubra, Jabatul Kubra, ambayo ndio ya mwisho. Tutaelekezana inshallah. Kwa mfano kama unatoka hapa, nakuja kujibu swali lako, unakuja hapa, la kwanza wakati huku unatoka Mina unaenda Jamarat, kuna la kwanza unaliacha, la pili unaliacha, la tatu hiyo siku wa mwezi 10 ndiyo unapiga mawe 7. Unapiga mawe 7 na kila jiwe moja kwa takbira. Allahu akbar. Hasa muulizaji anauliza, je, lile jiwe unapopiga hali kufika katika ule ukuta au katika ile nguzo, je, unaweza kupiga jingine? Naam. Almuhimu lazima igonge pale. Sio la 8 tu shekali, hata la 8 au 9, 10, almuhimu ufike pale. 1 imegonga, 2 imegonga, 3 imegonga. Imefahamika? Lazima igonge pale. Na shekhi kama tutakuwa tumemsikiliza vizuri, ili uweze kupata vizuri bila tatizo na bila ya kujaribu, usikae mbali. Mfano
hapo kuna kama hodhi ambalo baada ya kupigwa vijiwe vinadondoka katika lile hodhi. Mbele yake ndio kuna ile ukuta. Mimi nasema ukuta sasa kwa sababu ni kubwa sana. Zamani kulikuwa kuna nguzo. Sasa unakuja kukaa kama hapa, kuna kama meza fulani ambayo limezungushwa. Unakuja kukaa hapa. Mahujaji wengi tunawaambia sogeeni mkae maeneo haya. Imefahamika eh? Kwa hiyo unapofika hapo unahesabu vijiwe 7 kwa utulivu kabisa bila papara. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mpaka 7. Ukikaa mbali huna uhakika wa kufika kijiwe kile. Imefahamika? Kwa hiyo tunajaribu kuwasogeza mbele kwamba mtu awe na uhakika. Mwingine hana nguvu ya kurusha. Sawa, afike pale arushe vizuri. Hata ikiwa dhaifu mtu akifanya hivi tu linaweza likafika akiwa karibu. Wallahu aalam. Naam, swali jingine. Leo tutafika, anauliza muulizaji, siku ya mwezi 11 ambao tunapiga jiwe la sughra wal wusta wal kubra. Kiarabu tu Kiswahili lile dogo na la kati na kubwa. Sasa siku ya mwezi 11 unaanza kule kule ulikotoka. Unaanza dogo. Sawa eh? Vijiwe 7, Allahu akbar, Allahu akbar, unaomba dua baada ya kumaliza mbele kidogo kama alivyosema Sheikh. Lusta la katikati unakuja 7, unaomba dua, na kubra unakuja kumalizia 7. Hili la mwisho hatuombi dua. Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafundisho yenu ya hija. Kwa hiyo swala la msingi liloulizwa, unaanza lipi? Unaanza lile la dogo la kwanza, la pili na la tatu. Lile uliopiga siku ya kwanza unaelekea mwisho kabisa. Anauliza muulizaji, siku ya mwezi 8 kwa lugha ya kisheria inaitwa yaumu tarwiya. Yaumu nini? Tarwiya. Mnaweza mkasikia jamani leo ndio yaumu tarwiya. Sawa, siku ya mwezi 8 ndio hija wenyewe inaanza. Sheikh alisema siku ile ndio tunatia nia pale. Nakuja kujibu swali lako nakuja Sheikh. Tunatia nia mahoteli, tunavaa ihram pale mahoteli, kila kitu chetu. Tunatoka tunaenda zetu Mina. Auliza muulizaji, Shekhe kasema pale Mina tunasali kila sala katika wakati wake. Je, tunasali 4 kama dhuhuri au lasi ya dhuhuri na isha 4? Taban tunasali kila sala katika wakati wake, lakini qasran, kwa kupunguza. Adhuhuri tunasali rakaa 2. Sawa, bila shaka tutakuwa na jamaa na tutaelekezana. Tunasali rakaa ngapi? 2 adhuhuri. Na al-asr tunasali rakaa 2 katika wakati wake. Maghrib tunasali 3 katika wakati wake, na isha tunasali 2 katika wakati wake. Imefahamika? Kuna khilafu ilitokezea, hatutaki tuingize hiyo. Sayyidina Uthmani alikuja akasali 4 na kuna wengine wakaja kuleta jazba, lakini sisi tutachukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, madha faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume kafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam kasali adhuhuri rakaa 2 katika wakati wake, al-asr rakaa 2 katika wakati wake, isha rakaa 2 katika wakati wake. Hapa Mina mwezi 8 hii, sikiliza vizuri, mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12. Hizi siku ngapi hizi? Siku hizi wewe uko katika jihadi, naomba ishike hiyo. Wewe upo katika nini? Jihadi. Mwezi 8, 9, 10, 11, 12. Au watakaoongeza mpaka 13. Lakini sisi tunakaa mpaka mwezi 12. Siku hizi ujijue uko katika jihadi. Unapokwenda pale Mina au tunapokupeleka pale Mina, ni sehemu za mahema, ni sehemu ambazo za dhiki. Lazima tuambiane, tumepewa na Wizaratul Hajj kila mtu square mita 1, ndiyo hiyo ya kulala wewe.
ndiyo hiyo ya kuweka vizigo chako wewe, ndiyo hiyo ambapo ndiyo sehemu ya markazi yako siku 5, square ya mita 1. Hii pengine kutoka hapo mpaka kigodoro ambacho kina futi 2 ndiyo mbe utakwenda kulala, na sio kupeana nafasi. Hapana, cha huyu kimebana huyu, cha huyu. Kwa hiyo kwanza lelewe, nifahamika. Mwezi 8 ile tunakaa pale, na niwaambie kwamba inshallah tumefanya juhudi ndani ya mahema kuwe na maisi. Nifahamika, tumelipia gharama za ziada ili mkuwe na maisi, lakini jua ni kali mno kipindi cha hija hiki, na miaka 3-4 itakao kwenda na 2-3 iliyopita, kipindi ni jua kali sana. Kwa maana hiyo ni sehemu ambayo utapata shida. Sasa nataka uijenge katika nafsi yako kwamba si shida, raha. Imefahamika? Si shida ni nini? Raha. Mtume anasema alhajju jihad, hija ni jihadi. Kwa maana hiyo wewe ukienda utakapopata joto hili si kiyama, bado hujafika kiyama. Imefahamika? Kwa hiyo nimeulizwa swala jingine na jibu mengine, lakini anataka hili ulijue. Mwezi 9 au mwezi 8 usiku, pengine magari tutaanza kuiondoa kwa mujibu wa nidhamu zao, tutaanza kuondoa saa 6 usiku kwenda Arafa. Sheikh hapa akatuambia kwamba Arafa inaanza baada zawal, yani baada dhuhuri mpaka maghrib. Sio ndio mlivyosoma hapa? Ndiyo hivyo inavyotokiwa, na ndiyo Mtume SAW alifanya hivyo. Lakini wakiwa mahujaji 80,000 ngapi? Kidogo sana. Sasa mahujaji ni 3 au 4. Kwa maana hiyo experience kwamba tunachukuliwa pale kwa mujibu wa Wizaratul Hajj, kuanzia saa 6 usiku inaanza kuwapeleka watu Arafa. Mwezi 8 ile kuangia mwezi ngapi? Mwezi 9. Usije ukasema sisi mbona kule kwenye masomo tumeambiwa baada ya dhuhuri nyama tupeleke usiku. Ni utaratibu. Wakati ule utakapokwenda utakwenda kupumzika kule, utaisubiria hiyo Arafa ikifika hiyo saa 6 au hiyo saa 7 mchana. Hiyo yote ni kuwa makini, kwa sababu watu wasije wakakosa Arafa. Si nimefahamika? Na kule mazingira ya Arafa ni mazuri, alhamdulillah, wameboresha sasa hivi maesi na nini kidogo kutoka hali mzuri. Kwa hiyo ukifika kule Arafa mwezi 9 ile asubuhi au alfajiri, yawezekana tukasali alfajiri kule kule Arafa ile mwezi 9, tukasali alfajiri, halafu jazba zako sisije kukwambia hapa ndo Arafa ngoja nifanye. Punzika mpaka ikifika saa 4-5 ukiamka, mfahamika, tutakunywa chai na nini, hapo ukisaliwa dhuhuri ndo Arafa inaanza. Mwezi ngapi hiyo? Mwezi 9. Na kujibu swala lako sasa, adhuhuri au pale Mina tutasali salatu za jamaa kwa mujibu wa mahema yetu, na kule Arafa tutasali sala ya jamaa kwa mujibu wa mahema yetu. Sio watu wote kama watakusanyika pamoja. Hema hili ni watu wa 200-300, tutasali jamaa yetu. Hema lile vile vile, hema jingine vile vile. Umefahamika? Na kule Arafa kuna mahema, tutasali jamaa, kila hema na jamaa zake. Wanawake watakaa nyuma na kina baba watakaa mbele. Umefahamika? Kwa hiyo sala za jamaa zipo kama kawaida. Namalizia, naendelea kwamba hii siku ya Arafa, baada ya kufika Arafa kama alivyosema shekhe, ni vyema ukajiandaa kusoma dua zako. Ni vyema ukajiandaa kumshtakia Mola wako mashtaka yako yote ya kisheria, ya halali. Mwenyezi Mungu anataka oombwe. Sinafahamika? Usiwe mvivu wa kuomba. Andaa dua zako, ikiwa za Kiswahili, za Kiarabu, za Kizaramo, za Kihaya, za Kidengereko. Mwambie Mwenyezi Mungu shida zako. Kwa sababu gani? Mtume anasema sallam, dua yaumu Arafa la yurad, dua siku yaumu Arafa hairudi. Sawa? Lakini Mtume sallam alipoulizwa dua gani, asema khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabl,
bora wa dua nilosoma mimi na mitume kabla yangu mimi ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo omba dua zako halafu hii ilete, omba dua yako halafu hii nini ilete kila wakati. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hii ikremu wewe kuanzia sasa hivi, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Au wengine hii yuhyi wa yumit hawaiti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii naomba kila wakati nini? Siku ya Arafa Sheikh kaeleza watu waombe dua, na twasema dua ya kwako wewe mwenyewe ndio yenye athar. Usifuate mkumbo ukaona watu wamekusanyana wana maspika rabbana amin amin amin. Sawa, hatusemi kwamba nini, lakini dua mtume kaombe mwenyewe, wala haja wakusanya masahaba njoni tuombe dua pamoja. Imefahamika jamani? Ikitokezea kwamba tutaomba dua ya pamoja sawa, imefahamika, lakini wewe mwenyewe ndio unajua shida zako, mshtakia. Kwa hiyo hii siku ya Arafa tutasema vile vile, lakini siku ya mwezi 10 hiyo, yani mwezi 9 tushamaliza Arafa maghrib kwenda hapa Muzdalifa, ambapo Sheikh katuambia mash'aril haram, mash'ari haram hapa Muzdalifa. Naomba mujiandae vile vile. Hapa ni sehemu ambayo hakuna sehemu ambayo mimi na experience ya haji takriban miaka 19-20, hakuna sehemu ambayo kila mwaka inakuwa na changamoto kama sehemu hii ya Muzdalifa. Umefahamika? Kwa maana hiyo utapata shida, na hakika utapata shida, wala sikutishi nakwambia kweli, lakini shida wenyewe inatatulika. Uwe tayari, ile nafsi iambie kwamba hapa ni sehemu ambayo inatakiwa nizidisha juhudi nipate thawabu zaidi. Hii ndio sehemu ya kusubiri ili nipate nini? Malipo makubwa zaidi. Mwezi ngapi hiyo? 9 kuangia 10. Kutoka hapo miguu kwenda mbele. Inshallah tutakuja kuelezana, kwa sababu darasa inaendelea, siku za shida hizi. Hii ya siku, yani kuanzia mwezi 9 alfajiri, mwezi 10 ile alfajiri ndio sikukuu. Watu huku wanaenda sikukuu, wanakula mbuzi, wanapeana chokoleti na vitu gani kule. Wewe kazi kwenda mbele, hakuna sikukuu kule. Sikukuu ijue tu katika nafsi kwamba wewe sikukuu wamalizia hija. Kwa unaenda kupiga jamarati, baada ya jamarati unachinjiwa, baada ya kuchinjiwa tawafu, baada ya tawafu baada ya kuchinjiwa na nyoa, baada ya kunyoa unaenda tawafu al-ifadha. Insha Allah shekhe anaendelea darasa yake, na nadhani hakuna swala kabla ya kuendelea na darasa. Narudia kwa ufupi, kwa tuwe macho za tikrar yualim al-himar kaifa insan, kwamba الحج بمعنى القصد، مقصودية. حجيت البيت بمعنى قصدته، مقصودية. Kwa hiyo tunakusudia kufanya ibada al-haji. Al-haji huwa safaru ila Makkah, ni safari ya kwenda Makkah. Biniyatin ibada, kwa nia ya ibada. Lilqiyami bilmanasiki allati la tuadda illa bilbayt alharam wa ma jawarahu, kwa ajili ya kutekeleza matendo ambayo kwamba hayatekelezi matendo hayo isipokuwa katika nyumba tukufu, msikiti wa Maka pamoja na jirani mwake. Kwa hiyo hapo nasema safaru ila Maka, ni safari ya kwenda Maka. Madina haimo, wala Riyadh haimo. Ibada yako inapatikana msikiti mtukufu wa Maka na inapatikana jirani mwa msikiti maule. Kwa hiyo ni Mina, Muzdalifa, kuna Arafa. La pili,
lilqiyam bilmanasiki allati la tuadda illa bilbaiti haram, kusimamisha au kutekeleza matendo ambapo kwamba hapatikani isipokuwa katika msikiti ule na jirani. Kwa hiyo kuna tawafu, kuna sa'i, kuna Mina, kuna Muzdalifa, kuna Arafa, Jamarati. Hayo ndio yalokusudiwa, lakini yote hayo biniyati ibada, kwa nia ya ibada. Na Bwana Mtume asema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi matendo yenu ya ibada ya haji. Khudhu anni, chukueni kwangu mimi. Sasa masala kwenda kule ukatekeleza kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kudai kwamba sababu fulani alifanya hivi, aliambiwa la haraji, sababu fulani alifanya hivi akaambiwa la haraji, wewe sio kama wale. La, umelikosa lile alilotenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo sasa utachukua kwa wengine katika masahaba na wanachuoni wengine, lakini kwanza mfuate Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasemaje? Khudhu anni manasikakum. Hayo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema khudhu ani sahaba, wala hakusema khudhu ani tabi'in, wala hakusema khudhu ani alulama. Masdar awwal, sema mwanzo kuchukua ilmu tuchukua kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama kuna sahaba alikwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume akaambiwa la haraj, wewe sie, wewe fuata yale. Kwa hiyo masuala takdimu na taakhir, kutanguliza kuchelewesha, sivyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza akaenda kunyoa, baadaye akapiga mawe, baadaye akaenda tawafu, baadaye akachinja. Si mafundisho alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekuwa mpangilio, utapiga mawe, utachinja, utanyoa, utakwenda tawafu, utakwenda sa'i. Huwezi kwenda sa'i kabla tawafu. Huwezi ukatoa ifadha baadaye ukaja kupiga mawe. Huwezi ukanyoa kwanza baadaye ndio ukaenda kupiga mawe au baadaye ukachinja. Mbona ni kinyume? Tafahamu hiyo. Kwa hiyo nia yako ni ibada. Ikiwa ibada yako unamfuata nani? Qad kana lakum fi rasul uswatun hasana, tunacho kigizo chema. Kwa hiyo tekeleza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, chukua mafundisho vizuri. Na hukumu ya ibada hii, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Alistitaa, kwa mwenye kuweza. Kwa tukasoma hapa, unakwenda Maka una uwezo, hii ibada hii kama ibada ya zaka. Ibada ya zaka ina kiwango maalum. Mali yangu imetimia nisabu kadhaa, naam, italazimu tuwe zaka. Na ibada hii uwezo nao, naam, wa halali, naam, utakwenda. Tumezungumzia. Kwa hiyo man istataa ilayhi sabila, kwa mwenye uwezo wa njia halali, sio pesa dhulma, sio pesa wizi, sio pesa khiana na hada, pesa halali. Kwa hiyo tunakwenda Maka kufanya ibada, na ibada hii ni mara moja katika umri wako. Ibada ya haji ni mara moja, kwamba aliposema Bwana khatabana sallallahu faqala ya ayuha nasu kutiba alaykumul hajj, kutiba na furida. Faqama ahadu min as-sahaba Aqra bin Habis, aliposema kwamba imefaradhishwa kwenu ibada ya haji, akasimama huyu Aqra bin Habis faqala afi kulli am ya Rasulullah, je kila mwaka ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Fasakata an-nabii sallallahu alayhi wasallam tawila thumma qala, akas nyamaza mtambi, kisha akasema la qultuha la wajabat, ngasema ndio ngao ni wajibu, wala wajabat lam ta'malu biha, na ingekuwa ni wajibu msingaliweza kuifanyia kazi, wala mtasati wala msingaliweza. Alhajj marra faman zada fa tatawwa, hija ni mara moja tu. Kwa maana hiyo, hii mara yako moja uliopewa nafasi yako kutoa milioni zako 20, uhakikishe kwa wale wachezaji wa mpira ni kama goli la penalty. Umepewa haya, bismillah, tumia nafasi yako hii. Bilmithali yatadhul maqal, ukipoteza kama itakulaumu wewe, wallahi mathal a'la. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatupa mifano mbalimbali kutuelezea jambo hili hapa, na akatupa nafasi yetu mara moja. Manzada fa tatawwa, ukiongeza basi ni kheri kwako wewe, tatawwa sunna kwako wewe. Sasa hii mara yako moja utaitekeleza vipi?
aliposema Allah subhanahu wa atimu alhajja wal umrata wa atimu, hii inarudia mara kwa mara lilfaida. Wa atimu kwa lugha ya Kiswahili, kanichukulia mzigo wangu pale, nimemkabidhi fulani atakupa. Mizigo mingapi? Mizigo 10. Unakwenda kwa fulani, bwana kaniambia mzigo, unipe mizigo yake hiyo hapo, ichukue. Aliyokuagiza kwambia 10, unasema 1 2 3 4 5 6 7 9, mbona 9 hii? Kaniambia 10. Mmoja nitamletea mwenyewe. Na ukifika vipi, imetimia? La, kanipa 9 hii, hakutimia 10. Asema mmoja atakuletea. Ndike hapa. Kwa hiyo atimu maana yake akmilu, addu, tekelezeni ibada alhaji wal umra bil ikmal, bil itmam, kwa ukamilifu. Wa atimu ina faida nyingi sana. Itimizeni, kwamba ibada alhaji ni mafungu mafungu. Ntabihu, ni mafungu mafungu. Kuna fungu la ihram, lina mambo yake. Sio kuvaa tu kuvaa, la, ina mambo yake ambayo usikate nywele katika mwili wako, hata hizi kwenye mkono usizitoe, usikate kucha, kata kabla kuhirimia. Hai. Akasema faman farada fihi alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kama kupiga makelele, kutukana, kufanya jimai, kutoka nje ya sheria, kugombana, yote hatakiwi. Watu wanapigana kule, haitakiwi. Kwa maana hiyo almuhrim maana yake kajifunga, amejifunga. Manukato usipake, nywele usizitoe, kucha usizikate, hai, usile kiwindwa, yote usiwinde. Sasa mapema ujue, utimize tawafu yako. Umetimiza? Na nimetimiza. Sa'i yako umetimiza? Nimetimiza. Tawafu ngapi? Mwendo 7. Sa'i ni ngapi? 7. Jamarati ngapi? Vijue 7 kila nguzo. Umetimiza? Umetimiza. Ya Arafat nilikaa kwa ukamilifu? Naam. Muzdalifa nilikaa? Naam, nimetimiza Muzdalifa. Kwa hiyo watimu alhajja wal umrata lillahi, timiza, kamilisha. Usirejee Tanzania una nuksani, mapungufu. Tawafu imekwenda 6 badala ya 7, sa'i imekwenda 5 badala ya 7, vijiwe piga mara 4, asingine umeacha mwenyewe. Watimu alhajja wal umrata lillahi. Kwa hiyo unakwenda kutekeleza ibada na fadhila zake ni nyingi. Tumezisoma sana fadhila zake. Na kubwa ni hajjul mabrur. Laisa jazao ila aljanna. Na tukasema vile vile masharti yake, kwanza Uislamu wako uwe na imanu lillahi ta'ala. Aqumu bihadha al-amal lillahi ta'ala. Nafanya kazi hii mimi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usalli lillahi ta'ala, asumu lillahi ta'ala, uzaki lillahi ta'ala, atasaddaqu lillahi wa hujju lillahi ta'ala. Nafanya ibada ya haji lillahi, nawaitu adaa faridhat alhajj lillahi ta'ala. Hukumfanyia fulani akusifu. Man amala amal riyaan sayuqalu lahu yawm alqiyamah idhhabu ila alladhi kuntum turauna hal tajib indahum jaza hata indahum thawabun. Mwenye kufanya mambo kwa kujionyesha ataambiwa siku ya kiyama, nenda kwa wale ambao kwamba ulikuwa unaonyesha, je, utapata malipo? Kwa hiyo alislam, uislamu wako lillahi ta'ala, aliman وإنما هي شروط صحة العبادة. شروط صحة العبادة ni sharti ya kusihi kwa ibada. Lazim ujue unatekeleza lillahi ta'ala, asumu lillahi ta'ala, wa huju lillahi ta'ala. Taklif al-aql al-bulugh, una ihtimamu wewe, akili zako usirushe. Mtu mzima akili zako usizirushe, usizitoe. La tatajahal wala tataama, usijifanye wewe mjinga wala usijifanye kipofu uoni.
la aqilun. Allah subhanahu yukhatibu al-uqala, Mwenyezi Mungu asemesha wenye akili timamu. Kwa hiyo uhakikishe unatekeleza mambo yako bil itqan. Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalahu an yutqina. Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu pindi akitekeleza jambo lake alifanye vizuri. Na ukijifanya mjinga, ukijifanya juha, hutofanya kwa uzuri lillahi ta'ala, sio binadamu akuone. Mungu subhanahu wa ta'ala, tekeleza kwa uzuri. Kwa maana hiyo unatekeleza ibada yako lillahi ta'ala ma'al itqan au bil itqan, kwa uzuri. Tawafu yako unatekeleza vizuri, sa'i yako vizuri, yale mavazi yako unavaa vizuri. Al-istita'a, uwezo halali, siku ya kupanda kipando chako na labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Malaika kutoka mbinguni watakujibu ikiwa pesa yako ni ya halali, labbaik wa sa'daik, zaduka halalun, rahilatuka halalun, wa hajjuka mabrur ghairu mazur, Allahumma ij'alna min haula'i. Wanakujibu malaika, wanatumwa wenye kutumwa, nendeni mkamuitikie labbaik wa sa'daik, kwamba ibada yako labbaik. Hii labbaik maana yake umekubaliwa, kwamba uko chini ya taa, kweli uko chini ya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena sa'daik, na furaha yako. Zaduka halalun, tiketi yako halali, na hija yako ni mabrur ghairu mazur, haina madhambi. Na ndiyo inayotakiwa utuletee haji mabrur. Antum sufara, ni mabalozi wetu. Kwa hiyo unarudi hapa una hija yako mabrur moja kwa moja. Sio unarudi hapa tayari sharudi Maka. Umerudi Maka, umerudi kuhiji. Usiende kuwekea tuzogo kule, wala usipoteze muda wako. Jiandae mapema lillahi ta'ala. Na yule ambaye kwamba amekwenda kule na hija yake, ibada zake, yani mali yake ya dhulma, akitamka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, anaambiwa la labbaik wala sa'daik, zaduka haramun, chakula chako cha haramu, warahilatuka haramun, tiketi yako ndio ni haramu, wa hajjuka mazur ghairu mabrur, Allahumma ina'udhu bika min hajj mazur. Mungu atubushe na hija ambayo kwamba yenye madhambi. Kwa hiyo mapema ukiondoka hapa jisafishe, jiweke safi. Hakuna ambaye kwamba ulichukua hichi na kile na kile. Uko msafi, pesa yako halali ndio unakuna nayo kule. Mwili wako uhakikishe ufanye mazoezi kabla ya kwenda kule, ili uweze kutembea kwa uzuri. Ufanye mazoezi kutembea, yote hayo. Tukasema al-ihram, utahirimia. Unapohirimia pale, nawaitu adaa faridhat al-umra mutamata bi al-hajj lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Hii talbiya labbaika, ana muqimu ala ta'atika, nasimama juu ya taa yako, naisimamia taa yako, na sio juu yake mimi. Asubuhi, mchana, jioni, usiku, alfajiri, asubuhi, wewe katika tatu, laila naharan, usiku mchana, anta fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, ndio labbaik. Zamani tulikuwa tukiitwa tukiitikia hivyo, fulani labbaik, ndio itikiaje. Kama vile tuligawa naam kwa watoto, kwa wanawake, labbaik kwa wanaume mara kwa mara. Na ndugu zetu kaita abe, kumbe wakakusia labbaik, wakageuza wakapunguza kwa abe, lakini tamko sa labbaik maana yake nipo kwa taa yako. Naam, unasema ndio taa yako, utanamsha nini? Kwa hiyo unaambia Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, nipo kwenye taa yako ewe Mola wangu, nipo kwenye taa yako. Labbaik la sharika laka labbaik, nipo kwenye taa yako, huna mshirika. Unamkatalia Mwenyezi Mungu kama hana mshirika. Iyyaka na'budu, na'budu kwa hadaka ya Allah, peke yako na kuabudu, wala sharika, wala huna mshirika. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, shukrani zote
neema zote, na almulku alhaqiqi lak, ufalme wa uhakika ni kwako. Tukasema Dubai kuna mfalme, Qatar kuna mfalme, Oman kuna mfalme, so wale wafalme, Saudia mfalme, lakini ufalme ule wa kwao sio ufalme haqiqi bal majazi. الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. من الملك اليوم؟ Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaambia ufalme ni wa kwako wewe. Mfalme akifariki anarithiwa. Allah subhanahu wa ta'ala la taghsinatun wala naumun, halali wala sinzi wala hafi. Kwa hiyo unakwenda kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na unamwambia huna mshirika, labbaika la sharika lak. Kwa hiyo unachukua mkataba na kujinasibisha kauli yako kwamba wewe hufanya ushirikina na unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na upo kwenye taa yake sabaha masaa, laila wa naharan, tula laili tula nahar, umo kazini tu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Huu mkataba jipime, ukirejea je safari yako. Adhani kusoma adhana, mtu kwenye ubao wa mpira anaangalia kioo pale, go habari hana. Sala 5 zinampita, atafuta asbab adhar. Katika sala hakuna udhuru, atafuta adhar kama mapema ijulikane wewe, labda wanawake ndio wenye udhuru, masuala ya adhar zao za kila daur shahriya. Kwa hiyo katika masala ya kushahirimia pale kuna mahdhurat ihram. Al-insan la yatalaabun, asiyafanye mchezo yale akaichezesha. Mahdhurat ihram kwamba amejiandaa mapema, amekoga, amejisafisha, ahakikishe kaingia kwenye ibada. Tukasema kama vile yumo katika ibada nini ya sala. Unaposema usalli faridhata dhuhri 4 rakaati lillahi ta'ala, Allahu akbar, tayari mshengeni ya sala, kushaifungua sala yako ndani ya sala. So umefunga sala, tuvozavi kisha funga sala, yule kafunga mikono hakufunga sala. Kufunga sala assalamu alaykum wa rahmatullah, ukafunga sala tayari, kisha maliza kisha ifunga. Kufungua sala dua ul istiftah, subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka, nafika Allahu akbar, yumo ndani ya sala. Hii ni takbirat ihram, takbira ya kuharamisha. Kwa hiyo nakuna tu muhrimun, umehirimia, maana umeharamisha kitu gani? Kuna vitu kwako wewe ni haramu moja kwa moja, si halali tena kwako wewe. Tukasema katika mambo hayo masala ya kwenda kutoa nywele mwilini mwako. Kwa hiyo sio kuchukua shanuo ukaanza kuchana nywele, ukaanza kuchana ndevu. Hasa wanawake, kuna wengine wana kilema, ikibidi na samani matatu kwa kuchukua shanuo na kioo chake kwara kanywele zimekaa upande hizi, ukizikata utachinya mbuzi au kondoo. Zikifikia 3 tayari sio maskini tena. Sasa mapema ujiandae, kama shanuo langu naeleka kule, kitana kieka kule, manukato haruhusiwi. Besa zikuwa bila manukato, sasa sheria hii inakubana. Masuala kwa takuja zikate kabla hujahirimia, muhimu sana kuzingatia hiyo. Na kuna watu wengine kila wakati kidondoni anakana kucha kitemu kila wakati, wana ugonjwa. Mapema ajielewe kwamba ala, ikiwa umekata kucha kwa kidole, kwa mdomo au kwa kisu, ndio umekata tayari. Kwa hiyo kuna masala ya kuinda, hurakiwi. Kuna njiwa kule, au umeondoka hapa mwenyewe na nyama yako pori, unasema ndio kula kule. Haruhusiwi kula. Ama ushahirimia naam, lakini uruhusiwi kuinda wala kula nyama pori. Ama samaki unakula kama kawaida. Tabia ya wanawake wote wazuri na wanaume wote wazuri. Hata kusafika Alhaji kule, mwanamke yule mzuri, macho yako hayatulii.
Na wanaume vile vile, na vile kila mwanamke mzuri, watu wazuri, wanawake wazuri, wanaume wazuri, si cha uchopeka kule. Kwa hiyo masala ya kuposa, masala ya kuoa, masala ya kuozesha si wakati wake, umekatazwa. Masala ya jimai na mukaddima, mtu kana mke wake, subiri Tanzania utarudi, au utafanya ibada ya umra, utapumzika. Sasa yote hayo hatakiwi. Tunafahamiana hatakiwi. Masala ya mke kumshika mkono katika tawafu, naam, lakini sio kwenda tena wakafanya mambo ambayo kwamba kama uko nyumbani, chumbani mwao. Ukifanya jimai au kajitoa manii, itakulazimu kujingamia na ibada ya haji ushaiharibu, na utekeleze yote yaliyopita na mpaka urejee tena kama kawaida. Sasa mapema ibilisi asikuchezee. Tukasema ni halali kukoga, kukosha nywele, kukosha mwili wako, miguu yako, lakini unapokosha kichwa chako, unapokosha mwili wako, tumia viganja vya mikono. Ndio mara kwa mara hiyo. Ukikutia nywele imedondoka kwenye nguo, nywele 2, 3, 4, hizi ni maiti. Lakini usichane nywele kwa shanuo kwa sababu ni maiti, umezikata kusudi. Zikitimia nywele 3 utabidi uchinje. Masala kufunga mkanda inafaa. Ihramu yako ifunga mkanda, ukaweka vitu vyako, au ukapiga fundo ihramu yako, sio kuishona au ukapiga pini au waya mwanzo mpaka mwisho. Kuua vijidudu vyenye kuudhi, ikuwa ni nge, ikuwa ni tandu, inafaa kama kawaida. Ukamuua panya, kwa kunguru, mbwa kutafuna watu, inafaa kama kawaida. Lakini kuinda kama vile njiwa huruhusiwi. Na hakikisha umehirimia kwa mwanaume, usio kuvaa nguo yako ya ndani. Ikuwa ni bukta yako ukaivaa ndani moja kwa moja, au ndani ya bukta uvaa nguo nyingine, la, huruhusiwi. Sio sheria. Utubege zako 2. Fanya mazoezi kabisa kuvaa msuri wako. Kwingine hakuzoea. Kwa hiyo unapenda habari mapema kwamba usimkutie mwenzako amekaa upande kule, sehemu za siri inaonekana, ukaanza kumpa habari mwenzako, tazama yule pale, hajui kuvaa nguo. Hajaona yule, unamtangazia sasa. Kila mmoja mtizame. Vima kwa koi. Mfuate haraka. Oha, umekaa upande, kaa sawa hivi. Leo kwa moja. Hayo mtakutia mko Mina. Mtakutia mkiweko Arafa, kwa sababu mna ihram zenu. Kwa hiyo fulani kaka upande, mfuate moja kwa moja. Ukimpigia kelele fulani wewe, watu watamtizama. Wakimtizama tayari ushamtangazia tayari. Pururu nyanyuka, bwana mka upande. Kwa sababu ndani hakuna kitu na hakuzoea. Kwa hiyo mapema haya tuachukue, tuwafanyie kazi. Wataawanu bil wa taqwa wala taawanu ala ithmi wal udwan, tusaidiane. Masala kusengenya pale ni makosa makubwa. Ukiwepo Tanzania ni madhambi, lakini kule dhambi inakuwa zaidi na zaidi, inaongezeka madhara yake, na hasa kama kushahirimia, na hasa upo katika viwanja vitukufu. Tukazungumzia tawafu. Tawafu lazima udhu. Bwana Mtume sallam, jambo la mwanzo alipofika pale, hina qadima al-Madina Makkah, tawadhaa wa tafa bilbaiti. Jambo la mwanzo kabisa, Bwana Mtume sallam amwambia Bi Aisha radhiallahu anha, haidhun, pindi alipokuwa na hedhi, alimwambia Bi Aisha hali ya kuwa na hedhi, ifali ma yafalu haji, tekeleza yote anofanya haji, ghaira alla tatufi bilbaiti hatta taghtasili, isipokuwa usitufu katika Kaaba mpaka ukoge. Ni dalili kwamba udhu ni lazima, si khiyari. Na udhu ukitenguka hali ya kuwa unatufu, itakulazimu kati ya udhu uje uwazi mwanzo. Huyu mtu amechoka, kaina miaka 3 au 4, basi akakae sema apumzike, udhu wake uhifadhi vile vile, aje aendelee.
Huyu mtu kwa sahau ya 4 au ya 5, yabni ala al-aqal. Hii ya 4 ya 5 hii. Hajui kasahau, atajengea nyuma yake ya 5. Ya 4 ya 5 ya 4 huyu. Ndio nyuma yake ya 4. Nini maana yake? Tujalie ya 4 au ya 5. Kiuhakika ni ya 5, lakini hajui. Je, hii ya 4 au ya 5? Basi afanye kwa ni ya 4. Akimaliza mizunguko yake kwa moyoni mwake itakuwa amekwenda 7. Hana wasiwasi. Lakini mimi nina nguvu nyingi, nikamwa hii ya 7, ngoja niongeze 2 ziwe 9 bwana. Tufahamu hiyo? Ni makosa. Kwamba nina nguvu nyingi, raka 4 za dhuhuri nisali 6 au 8. Inaharibika sala. Kwa hiyo kwa kusudia natekeleza 9 badala ya 7, ibada yako imeharibika. Mungu salivyokuambia, kwambia ngapi? 7. Hizo nguvu zako kafanya ibada nyingine. Zipo nyingi tu za kutumia nguvu. Umepangiwa 7, sio 9. Sasa nina nguvu nyingi, ngoja niende 9. Sio ulivyoambiwa hivyo. Ikiwa umekusudia kutekeleza 8, 9 au 10, kusudi, ibada yako imeharibu kwa sababu uliambiwa tekeleza 7. Wewe umetia nia unafanya 9. Tufahamu hiyo. Uteke 7 ulizoambiwa 7. Wa atimul haja wala umrata, timiza kile kilichoambiwa. Hujaambiwa ongeze. Hujaambiwa ongeza. Ibada yako ya tawafu unapotekeleza, huenda mtu ana pressure, maradhi yamemsibu, yameanza pale alikuwa nayo, joto jingi, kapumzike, udhu wako hifadhi, baadaye utamalizia. Kitu muhimu udhu nao. Na wale ambao kwamba wenye salasul baul au mwenye istihadha kwa wanawake au mwenye bawasili anatoka damu sehemu ya siri, azibe vizuri sehemu ile pale, ili damu ikiingia ingie kwenye pamba, isiingie katika nguo yake. Na udhu wake na waitu istibahatan ibada, sio na watu hadathi. Hadathi kwake haiondoki. Kwa vile haiondoki, aombe ruhusa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na waitu istibahatan ibada, na nia kwa halali kwa na ibada. Basi afanye ibada yake mwanzo mpaka mwisho. Damu ikatoka, mkojo ukatoka, madamu kisha kusudia ibada yake, kaomba ruhusa huyu mpaka malize ibada yake, hamna tabu. Ama yule ambaye kwamba si mgonjwa, akitoka na mikojo, akitoka na upepo, udhu umetenguka. Tukasema kwa wanawake, mavazi yao, avae nguo yake ya ndani, avae suruali yake ndefu, avae sio toshimizi yake, avae kanzu yake, avae kilemba chake kichwani kile kama kofia, avae na buibui lake na shungi lake, ajijaze kama godoro. Katika tawafu pale watu wote wanaofanya ibada ile sio wema. Kila mmoja kaja kwa nia yake. Mtakutia watu wanapigana, mtoje kutuambia. Mtakutia watu wanatukanana, mtoje kutuambia. Mtakutia watu wanasukumana kwa kusudi, na hayo yote yatakufikeni, yakwepe. Mkifuata kama hivi, hasa ndugu zetu wa Kimisi wale humweka mke wake hapa, ukimpitia karibu kupiga hichi hapa, yeye ana zaidi, mcha Mungu zaidi. Wewe ufuata na mke wako, umemkumbatia hivi kama mbele, ukimsogea karibu hapa anagonga hichi hapa, utamtizama, huyu ana akili, mpumbavu. Haya, maji kama alivyo. Kumbuka aya, fajal aya nisba ainik, faman farada fihina alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yeke mbele hiyo kwamba tayari wewe ushahirimia kwa kwa faradhi ibada ile pale. Kwa hiyo usigombane, usitukane, usipige makelele, usiwe fasik, mwache. Kama funga Ramadhani, fa in saba ahadun au shafa yaqul inni saimun, inni saimun. Mtu kwa kutukana haliko umefunga, mwambie vipi? Nimefunga mimi, nimefunga. Fanya kazi yako basi, mwache pita upepo. Kichupeka kule sio gomvi wala matusi. Mate utatemewa. Je, unamtemea mate na wewe utemea kwako? Kasikutu kusudi. Haya. Katika sala kwa kusukuma kusudi akaye pale. Watu maajabu ajabu sana wale. Utakuta huko.
Sasa wewe cheka kwako ni kitu gani? Ni ibada. Mmoja katika wazee wetu msimu fulani tuko na haji katika tawafu, Sheikh Asbat, hao nasukuma hawa, na si nguvu tunazo vipi? Na sisi tusukume? Nguvu tunazo eti. Ngambia si hicho kilichotuleta. Si ibada yetu ya nini? Ya sa'i hapa sasa hivi. Tuwe sa'i. Kama kusukuma mpisha apite basi. Shapita tayari. Kwa hiyo sisi tunahusiana vile vile hapo. Ikiwa mtu kakutemea mate, kakupiga kiatu, kakukanyaga, kakusukuma, wasema hewala si utumwa. Hewala, haya bismillah, imepita hiyo. Fanya shughuli yako wewe. Usisimame tena tayari, subiri na wewe. Mbaya wewe. Mjinga wewe. Haikusaidii kitu, utaharibu ibada yako. Nafahamu na hiyo? Katika tawafu tujalie umekwenda mpaka mzunguko wako wa 6. Sala imekimiwa. Tafuta usali. Wangapi wa 6? Kama za kusali endeleza mwenyewe. Umalizie ibada yako. Tunafahamiana? Wanawake wana sehemu zao, wanaume wana sehemu zao. Moja kwa moja. Udhu wako unao. Hesabu zako mwenyewe. Bahati mbaya umepotea. Usiokasubiri wenzangu uwatafute, utamuona nani? Umepotea. Katika tawafu, katika sa'i umeshapotea. Sasa wenzangu kwa wapi? Usiache ibada yako kwa kutafuta mtu. Wewe fanya ibada yako tena kwa furaha. Almuhimu kushajua ibada yako hupotei. Utakuta sehemu lokubaliana. Moja kwa moja. Kwa hivyo ibada ya ngapi? Ya 5. Fulani kwa wapi? Hamna mtu hapa. Haya, endelea mwenyewe. Si unajua fanya ibada sasa. Fanya ibada yako ya 6. Umeza 7. Niweza kusali makamu Ibrahim, kanywa maji, nenda sa'i, tawafu. Sipajui. Upajui, uliza pale. Sa'i kwa wapi? Tena hata kwa lugha yako uliza au kwa ishara. Sa'i. Basi watakuelewa tu wale. Waambie sa'i, watakwambia utajua tu. Utakwenda. Fanya ibada kama kawaida. Utakuta tu umekuwa sawa, utakuta watembea. Iko kukuta hao utakuta wengine Waswahili wenzako moja kwa moja. Utakutana nao tu. Au pale mtu kubaliana. Tunafahamu namna hiyo. Usikae kwa mtafuta mtu katika tawafu, kanipotea sio nitampata wapi yule. Moyo kwa kupiga pa. Sio ibada yangu itakuwa vipi? Ndio maana nasomeshana. Kila siku unasali peke yako. Sala ya faradhi na sunna. Kwa hiyo kama sala uko peke yako, endeleza kama kawaida. Utakuta tu wenzako, sio wasiwasi. Moja kwa moja. Katika ukimeza pamoja sa'i si lazima udhu. Isipokuwa unapendelea uwe na udhu. Sa'i mwendo 7. Kwenda mmoja, kurudi wa pili. Kwenda wa 3, kurudi wa 4. Unaanzia Safa na mwanzia Marwa. Inapendelea uwe na udhu. Tena sa'i lazima ifanyike baada ya tawafu. Ukianza sa'i kabla ya tawafu, basi baada ile inakuwa ni batilun. Utarudia tena. Kwa sababu sio makamu yake. Sio mahali pake. Sio sehemu yake. Kwanza unakwenda tawafu, baada unakuja nini sa'i. Sio kwanza uende nini? Sa'i, baada fanya nini? Ndio halo kwambieni, ikiwa kuna sahaba alifanya mambo hayo, akaambiwa la haraj, wewe sio sahaba. Na wewe sio mjinga. Ibada ile ilikuwa watu wote baada ya Fatumaka kwenda kuhiji. Kwa hiyo wale simu jana, wale simu juzi, baada ya mwezi mmoja, ili kusudi wafanye ibada na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe umesoma. Lakini sahaba yule ndio, kuna sahaba yule kula Allah peke yake ndio alojua. Na ni sahaba yule kula Allah peke yake. Kwa sababu gani? Ni mgeni wa Uislamu. Mgeni kabisa, hajui. Yeye kasikia kuna Muhammad. Baadaye kaenda kaslimu. Tunafahamu nilivyosema mmeyo. Kwa hiyo wale kwamba aliambiwa la haraj. Sawa, la yule sio wewe. Yule aliambiwa la haraj, fala haraj. Mimi bana nimenyoa kabla kuchinja. Fala haraj. Yule. Tunafahamu namna hiyo. Ndio aliambiwa. Yeye bwana tunasema khudhu anni manasikakum. La, sasa imeshindikana, hakuna budi
hiyo ni kesi nyingine. Lakini usikusudie kusudi kwamba kuna mtu kambwa la haraj, tena sahabi jalilun, kwa na mimi naanza sa'i baada ya kuna tawafu, huna ibada. Ielewe huna ibada, sio fa kusudi. Tunafahamu namna hiyo. Ibada ndio kwa mpangilio uliopangiwa na Bwana Mtume, khudhu anni manasikakum, iekeni ibada hii, sentence hii, hadithi hii, nisba anek, mbele ya macho yako, kama nilivyokuambia sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivyoniona ninasali, sio tengenezea kwako. Kwa usitengeneze ibada ya haji ya kwako. Kwa hiyo tawafu ikimalizika tawafu, sasa je, ulikusudia ibada gani? Ibada ya umra ulihirimia? Naam. Ukatufu? Naam. Ukenda sa'i, bado kunyoa, kupunguza nywele. Na nywele usijipunguze mwenyewe, vinyozi wapo au tafuta mtu atakayeshapunguzwa, ikiwa wanawake au wanaume. Wanawake haendi kwa vinyozi, wanawake wenyewe kwa wenyewe wao, yule ambaye kwamba tayari keshapunguzwa ima na mume wake au na mwanawe au kadha kadha, wenyewe kwa wenyewe maharimu yake tayari atapunguza wenza, tena ni kidogo. Maana yake mkiwa nywele atoshika ncha kidogo, akate kidogo. Hukumu ya nywele kwa mwanamke ndio hukumu ya ndevu kwa mwanaume. Kwa na sisi vile vile ambao kwamba tuliozoea para kunyoa vipara vyetu hivi vya videvu, ukafika pale kwa kinyozi pale, nyoe huku nyoe na huku, au ni kombe chako upendezi? Hapana, sio upendeze, uchukize. Tumesema maasi ya Tanzania ni maasi, lakini ukifanya hali ya kuwa uko Maka, inakuwa madhambi yake ni ashaddu, ni makubwa zaidi. Kwa ndevu zako ziache, upendeze. Kwa wanaume msinyoe ndevu zenu, na hasa mko wa Maka, ni kosa kubwa zaidi, tena kosa kubwa sana. Nadhani mnajua hayo maarufu. Kwa hiyo ikiwa tayari ili ibada ya umra ulihirimia, ukatufu, ukenda sa'i, ukopunguza nywele, tayari uko huru, unakoga mwenyewe, ubesha nguo zako, ikuwa ni manukato, mtu wa mume wake, unasubiri siku ya mwezi nane mutaruya. Ikifika tena nasema hapa, baina ya ibada ya umra, ibada ya haji, usiingize ibada yoyote ya umra. Kuna watu pale wanakwenda, siku moja kutia mwenzetu moja kipara kila kitu kinang'ara, ana ihram. Wewe vipi? Anashangaa sisi kwa nini hatufanyi ibada ya umra. Naambia hakuna ibada katikati. Ibada hapa katikati hakuna. Ushafanya ibada yako ya umra, unasubiri haji. Ukimaliza ibada ya haji hapo sawa, lakini ibada ya umra ushaifanya, halafu unafanya umra kesho na kesho kutwa umra, anakwenda asubuhi umra moja, jioni umra moja. Subhanallah, kila siku kipara na peremeta tu, anapara mule mule. Kwa unasema tena, ukimaliza ibada yako ya umra, utasubiri ibada ya haji ya mutarwiya siku ya mwezi 8. Katikati usiingize ibada nyingine ya umra mpaka umalize ibada ya haji. Ibada ya haji kimalizika mwezi 13, ushamalizika mwezi 14, ndipo ibada nyingine zitaanza. Yaumu tarwiya tumefika leo mwezi ngapi? Mwezi 8. Tutahirimia hapa pale nyumbani mwetu, sakani letu pale. Unakoga mwenye vizuri, unatia nia yako, ukishasali sunnatul ihram, nawaitu adaa faridhata alhajj lillahi ta'ala, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la sharika lak, labbaik hajjan au labbaik bil hajj. Muhrim tayari. Ukaamua kunyamaza kimya mpaka Mina, kwenda Mina, hukuteta talbia sahihi, lakini umekosa thawabu. Hii talbia ndio ibada yenyewe, kwani ukaiacha? Kwani uliacha? Na ndio ibada yenyewe. Tunafahamia namna hiyo. Kwa hiyo talbia unakwenda nayo mpaka unafika Mina. Mina tutasali saa 5. Ikitokezea tumeondoka kabla ya sala alfajiri, ni sahihi. Tumesoma sasa hivi hapa. Ikiwa hukulala Mina, itakulazimu uchinje. Talbia yetu tunayo mpaka Arafa mwezi 9, kuanzia dhuhuri mwisho jua kuzama. Ibada zetu kubwa tutazifanya pale pale, sala dhuhuri na sala ya al-asr tutasali raka 2 2. Sisi ni wageni, salatu safar,
Kwa hiyo mapema mtu ajifundishe kusali sala ya safari. Sisi ni wageni kule, sio wenyeji, sio mji wetu ule. Uko Mina salatu safar, uko kule Maka salatu. Ikiwa utasali nyuma ya muqimu, utasali raka 4. Na pale hakuna muqimu. Ni wote wageni wale. Raka zako ni ngapi? Raka zako 2 pale. La asri raka ngapi? Raka 2. Ibada yako sasa. Kazi ya kubwa ni ibada pale. Muda wote muda wa ibada. Adhkari zako unazo. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua kubwa sana hii. Kubwa sana. Talbia unayo, Qur'ani unayo, soma Qur'ani. Warehemu wazee, ombe rehema wazee wako, watoto wako, ndugu zako, familia zako. Waislamu tuombe na sisi vile vile. Omba dua. Ukimaliza pale jua limezama mtaondoka. Kitu muhimu cha kuzingatia, mna uongozi. Taatul amir, kumtii kiongozi ni wajibu ikiwa hakukuamrisha kufanya maasi. Kumtii kiongozi ni wajibu ikiwa hakukuamrisha kufanya maasi. Tufanye namna hiyo, lazima mtii kiongozi wako. Vipi? Tusubiri, subirini. Sio kwamba nimesafiri sana, mji unaojua sana, nimekwenda London, mwenda China, mwenda Japani, nchini na hapa ona. Oho, sasa hivi imekuja chini ya uongozi. Lazima ufuate viongozi watakapokuelekeza, kwa vile hakuamrishi kufanya maasi, na hilo halipo. Lazima kuatii, ili usiwatie katika mzigo wa lawama. Wangapi na ngapi wamepotea kule? Uingereza kaishi miaka mingi, kaishi China na Japani, kufika pale na kupotea. Asumbukana sasa kiongozi. Utopewa safari mpaka yuko wapi huyu? Utoe taarifa. Umempeleka wapi? Pasipoti iko kule, upewe pasipoti. Na ushapotea sasa. Mtapewa vitambulisho, lazima vitambulisho inafo. Vile vitambulisho ndio alama yako. Bahati mbaya umepotea, unaonesha, bwana, hichi wapi? Hii sehemu fulani. Askari anakuelekeza nenda sehemu fulani. Simu zipo, utapiga sehemu fulani. Kwa kumtii kiongozi muhimu sana. Kwa viongozi watakwambia tunaondoka sasa hivi magharibi, tunaelekea wapi? Muzdalifa. Kwa hiyo fadhkuru thumma afidhu min haythu afadha an-nas. Wadhkuru Allah inda al-mash'ar haram. Pale pana sehemu maalum mtakwenda mtakaa. Mtasali magharibi, mtasali isha, katika wakati wa sala isha raka 3 na raka 2 na sunna zako utasali. Utokota mawe, dhikri unazo, talbia unayo, Qur'ani unayo, dua unazo, mnapumzika. Alfajiri ikifika mtamshana. Kuna wengine wataondoka baada ya mwezi kuzama, wenye madhaifu wale, wagonjwa. Ikiwa hukulala pale au umekwenda kuondoka kabla ya wakati, itakulazimu uchinje. Utachinja mara ngapi? Dola 150 karibu. Kondoo mmoja, mbuzi mmoja. Wa atimul hajja wal umrata lillah, utimize. Ina maana hukulala pale, hukutimiza. Umeondoka kabla ya wakati, hukutimiza. Asubuhi ikifika ni mwezi 10, mnakwenda kupiga mawe jamarati. Kwa hiyo nguzo ya kwanza mtaiacha au kiambaza, cha pili cha 3 jamratul aqaba mndio kulipiga sasa. Vijiwe 7 na pale ndio mwisho talbia katika ibada ya haji. Unaacha talbia, unaanza bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Uongozi nao mtafuatana mpaka pale watakuelekezeni tuingie kwa hapa. Sio pale mwanzo watakuelekezeni hapa kuingia. Pale mwanzo watu ni wengi, kazi yao ni vurugu, hapana. Ile vurugu lote ni wenyewe kwa wenyewe wao. Wewe halikuhusu. Fuata uongozi wakwambia. Wale usio na shaka, wewe fuata uongozi. Usikimbie kama wao. Fuata uongozi tu wewe. Tuingie hapa. Bismillah. Mtaingia sehemu. Tupige mawe. Mmemaliza, tumemaliza. Nani bado? Nani ampige mwenzake? Naam. Siku ya mwanzo vijiwe 7. Na kile kijiwe kimoja na takbira. Umezavia kwako, pige mwenzako. Mnatoka, mkitoka kidogo sio bururu, mnakimbizana. Msio kama wao. Toka ni kidogo kidogo. Mnakwenda masubiriani, mtazamana. Bado nani atondoke? Mtapoteana. Viongozi unao mwatii. Asubuhi mwisho wa dhuhuri. Mwenye udhu atapigiwa. Mtori kwa mahema yenu, mtapeana habari, mnasubiri baada ya kuchinja. Kwa hiyo tayari miezi 10 ikifika
Kwanza mtapiga mawe, baadaye mtachinjiwa, baadaye mtapewa taarifa mtapunguza nywele au mtanyoa pale pale Mina. Baadaye mwenye kuweza kuwa na nguvu atatufu tawafu ifadha na sa'i. Ambaye hana nguvu kwa siku ile uende mwezi 11 au mwezi 12 au akiondoka pale Mina. Lakini hakikisha mwezi 12 imeondoka kabla jua kuzama. Ilikuwa mwezi 13 tunapiga mawe tunaondoka sawa. Uongozi watakuchagulia tunaondoka mwezi 12 au 13. Faman ta'ala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Kwa mtachaguana viongozi wakupeni taarifa. Almuhimu viongozi ndio wenye safari. Watakuelekezeni tuondoke mwezi 13. Basi tukubaliana wenyewe, hamna swasi. Kwa hiyo mkiamua kuondoka mwezi 12 mnaondoka kabla ya jua kuzama. Mara moja tuzia kesi moja kule. Nikaitwa njoo Shosbati. Fulani anaenda kupiga mawe asubuhi. Mwezi 12 asubuhi anakwenda kupiga mawe saa 3. Subhanallah. Hata wewe baada ya kuelekeza wenzako, akasaidia nchini kabla unajua mwenyewe. Utalijua. Unakwenda kumfanyia mtu ibada al-haji, halafu unapiga mawe asubuhi. Nidhamu muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala akatokea nidhamu katika sala. Imam bistawu wastaqimu sawu sufakum wasarfu kaini sawa katika sala. Kaika nidhamu. Kaika nidhamu katika funga. Kaika nidhamu katika kuvaa. Kaika nidhamu upande wanawake mbali, wanaume mbali. Kaika nidhamu pa kuzikana. Kwa kufuata nidhamu muhimu sana. Kufuata nidhamu muhimu sana. Na kuheshimiana ni muhimu sana. Usikubali ukajifanya bwana. Si wanawake, si wanaume. Usikubali kabisa. Utadharaulika na mwenyewe utaona vibaya baadaye. Fanya lete hichi. Lete hichi. Mmekula pale, subiri furaha aondoshe. Itokozea kesi kama hiyo. Watu washakula wanatosha vyombo mimi. Na mwenzao wanatosha vyombo. Wakaka. Sheikh Asbad jamani, sasa mambo yote yafanya mpaka vyombo? Hapana, haliwezekani. Hala, kumbe mnajua kwamba yote ya basi kwa vyombo mshakula niondoshe mimi vile tena. Mimi ndio sina swasi, kazi yangu hii. Watu wako wanashindana. Kwenda kuchukua chakula na kuondosha vyombo, watu wanashindana. Kila mmoja sasa atakao yeye mapema kuondosha na kuleta. Abana asubuhi wewe save za yangu. Kwa hiyo sikubali kujifanya bwana wewe kwamba mtahudumiwa tu mimi. La, tafuta fadhila. Kuna wengine wazee sana tuondoka nao wazee. Kuna wengine wagonjwa. Eba vipi? Lete nini hapa? Maji. Lete nini? Soda. Hajiwezi. Wewe nguvu unazo, tafuta fadhila. Mara moja mkuta mtu mmoja anagawa maji. Anasikia kihindi ule. Urefu wake anafika hivi. Mtu mzima. Na ndevu nyeupe tayari. Anachupa lake kubwa la maji lile kama birika lile. Na vikombe katika kwa koti lake huko. Achukua vikombe vile anagawa maji. Ikimezika pale kuchota mingine. Kwa hiyo katika hema lako hakikishe usikubali kwa wewe nani bwana mkubwa, unahudumiwa, una watu madhaifu. Wasaidie fadhila zako zile. Wewe kwa moja. Almuhimu ukimaliza kupiga mawe kurudi Mina ikiwa ulitekeleza ibada yako msiko mwezi 10 sawa. Tawafu ifadha na sasa ukimaliza hii inaitwa halulil akbar. Kila kitu ni halali. La hukuweza mwezi 10 basi mwezi 11 au 12 au ukiondoka Mina mwezi 13 ufika kule utatekeleza. Si lazima mwezi 10. Ukimaliza kutekeleza na wewe tayari. Sasa tawafu wadaa. Tawafu wadaa ni tawafu ya kuaga. Wewe ni mgeni kule. Unaitwa dhuyufu rahman. Kwanza rejea piga lisikilize kwamba dhuyufu rahman, mgeni wa Mwenyezi Mungu. Sio mgeni wa Sheikh Suleiman wala mgeni wa Sheikh Khalifa. Dhuyufu rahman, mgeni wa Mwenyezi Mungu. Sasa mwenyeji wako nani? Allah subhanahu wa ta'ala ataacha kukirimu? Dhuyufu rahman. Umetoka hapa kuenda wapi? Kufanya ibada al-haji. Nani mwenyeji wako? Tufanya namna hiyo. Mambo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala ni dhamana walwali. Kwa hiyo utakiwa kabla kuaga
utekeleze mambo yote unayoyahitaji. Ikiwa kuna nguo, ikiwa kuna viatu, ikiwa kuna bangili, ikiwa kuna mkufu, ikiwa nunua kabisa. Uongozi utakupea taarifa, tunaondoka leo tunaondoka saa ngapi? Saa 5 asubuhi. Au ukishasala dhuhuri aga kabisa, la asiri tunaondoka hapa saa 9:30. Nunua kabisa vitu vyako, andika kabisa meseji zako, tuma kabisa vitu vyako, unakwenda kuaga. Tawafu ni ile, unatia udhu wako mwenyewe, unaingia uwanjani, unatufu bismillah Allahu akbar mara 7, unakwenda kunywa maji, unasali, unakunywa maji, unakuja zako hotelini, mabasi haya hapa, mzigo hii hapa, mnapanda basi yenu, mnaondoka. Usije kununua chochote baada ya kutufu, tawafu wadaa, tawafu ya kuaga. Usifanye muamala wowote, si umeaga mpaka utapoondoka kwenye mipaka ya Maka. Maka ni mpaka yake, sio mbali sana. Tujalie Kariakoo na Magomeni hapa, basi hata Ubungo ufiki. Mabasi yenu ushavuka Magomeni, jamaa sasa hivi mpaka tumemaliza ya Maka. Tumemaliza, utakununua, utaka kuuza, kuzungumza uruhusiwa kama kawaida, lakini masala biashara uruhusiwi tena. Tunafahamu namna hiyo. Hiyo ndio kubwa kabisa kama umeaga wewe. Sasa ikiwa imetokezea umeshaaga ukaenda kununua, je, itakulazimu ukaage tena? Ukishamaliza kuaga utafanyaje sasa? Utakuja zako, utakwenda zako. La, umefanya biashara nyingine hali ya kuwa kushaaga, ima ukage, hukuaga, itakulazimu uchinje. Na sababu la adhari, wanawake wale wanawake ambao kwamba tuozea bahati mbaya kupata periodi zao hali ya kuwa bado hawajaaga, si lazima wataondoka, wala wao hawalazim kuchinja, lakini ambao kama ni mzima lazima waage, lazima katufu tawafu wadaa, lazima. Ikiwa ana udhuru kama huo, kuaga si lazim kwake, ataondoka kutoka na nini udhuru alikuwa nao. Wallahu a'lam. Kwa hiyo hapo itakuwa ibada yetu tumemaliza. Sasa kuna mapungufu ambayo kama yalitokeza. Mtu akiharibu ibada yake, kaacha nguzo katika nguzo za haji, ibada imeharibika. Akenda akafanya jimai au akajitoa manii kwa kusudi, italazima achinje na ibada imeharibika, tena kinyangabia na arejee tena mwakani. Kwa moja. Hivi kuharibu nini? Ibada haji. Kwa hiyo hakikisha nguzo zako umezitimiza. Watimul hajja wal umrata lillahi. Na vyenye kuharibu ibada hii, ima kafanya jimai, kajitoa manii, au kaacha nguzo miongoni mwa nguzo za haji. Hasa kujitoa manii vipi? Wanakwenda pale tawafu pale, anakwenda kumng'ania mwanamke mpaka anajiharibu. Ama kwa vitu kama mwenye kuacha wajib wal haji, kaacha kulala Mina, kaacha jamara kwenda kupiga mawe, hakwenda kulala Muzdalifa, itamlazima achinje. Na hata tunazungumzia sana kabisa, tunaingiza mule katika mazungumzo yetu, katika wasomo yetu. Naam. Hukumu ya ibada ya haji ndio hukumu ibada ya nini? Ya umra. Kilichoharibika kule hukumu yake ndio kinachobika huku hukumu yake. Kwa hiyo ikiwa ni sa'i ndio ile, tawafu tofauti nia ndio ile. Kule hakuna Mina, hakuna Muzdalifa, hakuna Arafa, hakuna Jamarati, ndio maana inaitwa al-hajjul asghar, hija ndogo. Umra inaitwa al-hajjul asghar, hija ndogo, ndio inavyoitwa. Wallahu a'lam. Naam. Maliza bwana. Kwa upande wangu nimezia hapo inshallah. Tumesoma baada ya umra, tukasoma baada ya haji na tukarudia.